Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa Njalu Daud Silanga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia hotuba ya mpango wa miaka 25-50, lakini niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maono mazuri, lakini niwapongeze sana waheshimiwa mawaziri wote wawili kwa jinsi walivyoamua kutengeneza mpango wao mzuri ambao unatia matumaini kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuwashukuru wananchi wangu wa jimbo la Itilima kwa kuendelea kuniamini kuwepo katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mipango hii mizuri ambayo imeletwa, wamechangia wachangiaji wenzetu, lakini Profesa Muhongo amejaribu kuongea kwa mapana sana. Niende tu kusema kwamba serikali iangalie sehemu za kimapato ambazo zinaingiza kwenye nchi yetu. Sisi hapa ni mashahidi. Mheshimiwa Rais alikuja na mpango wa kupanua bandari DP World. Leo pale Dar es Salaam ukifika, mizigo iliyopo ni zaidi ya mara 5 yake, na barabara zimefungwa kwa sababu mzigo umejaa wa kutosha. Kwa hiyo niombe serikali katika mipango hii tuwe na mpango wa dharura wa haraka utakaoweza kurekebisha barabara. Tusitumie barabara moja ya kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro. Tuangalie namna gani hata kupita Kisarawe itokee Morogoro kwenda Iringa kwenda Tunduma. Na sisi kama Watanzania, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mipango yetu tunayoiweka hapa mezani, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukumbuke tuna nchi 7 zinazotuzunguka hapa. Huo tayari ni uchumi. Kwa hiyo tunapozungumzia pato la Mtanzania, tunapozungumzia kufika trilioni 477 kwa miaka 5, inawezekana tukiwa na usubutu wa maamuzi. Viongozi wetu mlioko hapo meza hapo, chukueni mawazo haya, tubadilishe mfumo katika uchumi wa mali ambao unapatikana kwa haraka ili tuweze kufika matarajio ambayo tunayo yatarajia. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kukwepa kilimo. Asilimia karibu 70 ni ya wakulima na wafugaji, lakini wote hawa ni wafanyabiashara kwa sababu wanazalisha mali. Nini kifanyike, Mheshimiwa Mwenyekiti? Niombe katika fursa zilizopo katika mikoa yote ya nchi ya Tanzania, iangaliwe ni mkoa upi unahitaji uwekezaji wa aina gani, ili tusaidie uwekezaji katika maeneo husika, ili tuongeze uchumi, tuongeze pato la taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, na changamoto kubwa ambayo tunayoizungumza katika bunge letu hili tukufu, hao waliokaa hapo wote ni wachumi, lakini vile vile ni maprofesa. Mmoja amekuwa chuo kikuu miaka mingi sana na amefundisha wanafunzi bila kuwa na maamuzi, bila kuwajengea uwezo watumishi wetu. Haya tunayozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, bado tutakuwa tunapiga makitai. Nazungumza hivyo kwa sababu gani? Experience inayotuonyesha sisi kama bunge, lakini kama taifa, viongozi wengi wanakosa usubutu wa kufanya maamuzi. Akiamua akifanya hivi pataingia na dosari hii hapa. Lakini la pili ambalo naliona mimi binafsi, Mheshimiwa Mwenyekiti, na taifa kwa ujumla, tunapozungumza uwekezaji mkubwa, je, tuna benki za maendeleo? Benki zetu zilizoko hapa ni za commercial. Manake mipango yote tunayoifanya hatuwezi tukavuka kwa sababu benki zetu ni za commercial. Zinatubana kisera, zinatubana kidunia. Kwa hiyo lazima benki ya maendeleo iimarishwe katika mpango wa miaka 25 na watafute watu wenye weledi, wenye kuweza kusimamia hizo benki ili kusudi haya tunayoyazungumza yawezekane. Mheshimiwa Mwenyekiti, mataifa yote, nchi zinazotuzunguka ukiziona ni ndogo sana. Sisi tuna takribani watu milioni 70. Tayari ukizungumza uchumi ni pamoja na watu, lakini tunakoswa nini? Tunakoswa maamuzi ya kusimamia na kuelekeza nini kifanyike. Lakini niendelee kuomba Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa kama taifa tuwe na lugha moja kuanzia chini hadi juu. Tukizungumza iwe lugha moja ya kufanya utekelezaji. Bila hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mipango yetu tutakayokuwa tunaijadili hapa tutakuwa tunafeli. Leo ukizungumzia sekta ya usafiri, ukiondoka hapa kwenda tu Tunduma, ukifika pale malori yanakaa zaidi ya siku 14. Tumezuia uchumi. Lakini pale tungetengeneza parking kubwa tukapanua. Leo alatioa pala na kila siku anaongelea tu habari ya kuvusha gari. Na sisi tupo na viongozi mpo, lakini majibu hayapo, na huko tunazungumzia fedha tunazitoa wapi? Niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo jambo tuliangalie kwa mapana zaidi. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta zetu za kilimo, kahawa, tumbaku, pamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mazao haya kumekuwa na mchanganyiko. Na mchanganyiko naomba katika mpango huu iwekwe vizuri.
Tunapozungumza kutoza vati kwa mtu anayezalisha kiwanda cha ndani, anayefanya export halipi vati, maana yake unatengeneza mazingira mwekezaji wa ndani aenda akamtoze mkulima atoe risiti, ili risiti ya 18% akatwe, halafu aje achukue kodi. Hiyo kitu haitawezekana, biashara itakuwa ni ngumu. Katika mpango wetu huu, jaribuni kuangalia namna gani ya kutengeneza kodi ya kupata mapato ili tufikie malengo ambayo tunayoyatarajia. Tukifanya hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, itakuwa ni sehemu nzuri sana katika kuchochea uchumi wa taifa letu. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa waziri wote wawili wameelezea, wakasema miaka mitano hii tutakiwa tufanye uwekezaji wa zaidi ya trilioni 477. Ni jambo jema. Lakini mimi nilichokuwa nataka kusema, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mipango hii, basi tutengeneze historia kila mwaka tunapokutana kwenye bunge lako tukufu. Tuangalie tumefanya nini ndani ya miaka mitano na ni kipi ambacho kimeonekana na kwenye mkoa upi, ili tufanye kazi ya kuona majawabu. Nitatoa mfano, Mheshimiwa Mwenyekiti. Sisi kule Simiyu tulikuwa tumeandaa mpango wa kujenga kiwanda cha vifaa tiba ambao kingefanya kazi kwenye nchi nzima kwenye mahospitali yetu. Ule mpango umefanya, baada ya miaka mitano kuisha, kila hiyo kitu imepotea. Na fedha za Watanzania zaidi ya bilioni 1 zimetumika kufanya due diligence kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo niombe, Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hilo ni muhimu sana ambalo wataalamu mnaweza mkatusaidia ili kufika malengo ambayo tunayotarajia. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, Profesa Kitila ameandika katika mambo matano yanayohusika technology, afya na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naona tukitaka kufanikiwa sehemu kubwa sana, cha kwanza tuondokane na swala la kulipa cash. Ukienda kwenye nchi za wenzetu, kila fedha wameshaweka utaratibu wake. Ukiingiza tu kwamba umepanda hata taxi, ukilipa automatic fedha yake inakwenda serikalini na mwenye chaka anabaki nacho. Hakuna kuonana. Sisi mazingira ambayo tunayoyafanya ni ya kuonana, ili kusudi watu wafanye mazungumzo, ili kusudi kupoteza muda. Hata swala la VAT ukiliangalia, Mheshimiwa Mwenyekiti, halina maana kwamba mtu umeagiza mali ukaitoza serikali, ukalipa, ukaweka kwenye account, serikali hiyo hiyo tena inakuja kukurudishia fedha. Sasa unajiuliza ni nini? Lazima tuangalie utaratibu mpya utakao kuja kutusaidia kupata mapato. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi zozote hapa tunatumia hizi iPad, computer, iPhone, Samsung na kadhalika. Wenzetu wanakaa na kuangalia huyu mwenye kampuni X tumwezeshe nini ili tupate kodi ya kiasi gani ndani ya miaka yetu, mwaka mmoja, miaka mitano. Sisi hapa tunawazungumzia matajiri 4 5 tu. Wakihama tunaanza kuulizana kwamba wapi tunatokea, wapi tunaondokea wapi. Serikali ifike mahala ibadilike, ianze kujenga uchumi wa mtu na kusimamia yule mtu ili afanye kazi ya kulipa kodi ndani ya nchi yake. Hakuna jambo lisilowezekana, linawezekana, lakini kinachohitajika ni utashi na usubutu. Mataifa tuliyozungumzia hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, yameendelea ni kwa sababu kwanza imewekeza kwa watu walio na akili, wenye uwezo wa kufikirie, wenye kujiamini. Sio mtu wewe unapewa nafasi umesimama pale hujiamini utoi maamuzi, maana yako unatuchelewesha, hufai kuwepo katika nafasi hiyo. Kwa hiyo niendelee kuomba, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika taifa letu hili tunayo mambo mengi makubwa. Tuna madini, tuna mifugo, tuna uvuvi, tuna ng'ombe, tuna kila kitu, lakini bado tunakwama kwa sababu ya kutoweka usubutu katika maeneo yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Na la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la usafiri. Nchi yetu takriban watu milioni 70. Wafanyabiashara zaidi ya milioni 3, milioni 4 wanahitaji kusafiri kwenda kujifunza, kwenda kubadilisha maeneo. Lakini leo hata hapa SGR unakaa zaidi ya masaa 5 usubiri usafiri. Kwa hiyo mtu anayeenda kufanya kazi hawezi kufanya kazi haraka na kurudi kuongeza kuchochea uchumi katika eneo letu. Kwa hiyo niombe, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la usafiri ni muhimu sana. Ni muhimu kwa sababu hao watachochea uchumi kwenye maeneo husika. Sisi hapo kienda Ethiopia wana ng'ombe tu, lakini sisi tuna vitu zaidi ya 10, utalii na kila kitu. Lakini ndege tulizonazo ni 4 5 na kila siku zina delay. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, angalieni utaratibu mzuri viongozi wetu mlioko hapo, ili mwatumie wataalamu mlionao, na tuna wataalamu wazuri sana hata kwenye maandiko. Changamoto kubwa ni usubutu. Akifanya usubutu ataambiwa ulimuona fulani. Kwa hiyo jambo hili kama taifa lazima tulikemee, tulipige marufuku, watu wafanye maamuzi ya kuleta maendeleo ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana baada ya kunipa nafasi. Naunga mkono hoja. Asante. Asante sana Mheshimiwa Njalu Daud Silanga. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.